Kim Jong-un, rais wa Korea Kaskazini, ni mtoto wa pili katika uzao wa Kim Jong-il, rais wa pili wa Korea Kaskazini. Kwa sasa ndiye kiongozi wa Korea Kaskazini ambaye alichukua cheo hicho baada ya kifo cha baba yake Desemba 19, 2011. Kim Jong-un anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wenye misimamo mikali hasa kwa nchi za magharibi, na hadi sasa ameimarisha nguvu za nyuklia za Korea Kaskazini. Kim Jong-un ni jenerali pekee duniani aliyepata cheo hicho bila uzoefu wa kijeshi, huku ushupavu wake, ujasiri wa kuzaliwa vikitajwa kuwa sababu za Kim kuonekana hadi kuwa kiongozi wa nchi. Licha ya Kim kutopita kwenye masuala yoyote ya kijeshi, ila anapenda zana za nyuklia kuliko zana za kijeshi. Pamoja na kuwa kiongozi mkuu wa nchi, Kim hakusoma shule yoyote nchini Korea Kaskazini, bali alipeleka kwa asili nchini Uswizi akiwa mdogo na kusoma Barin International School ya nchini humo. Mkuu wa shule hiyo alimtambulisha Kim ndani ya darasa la 6A kama Park Un, na kwamba alikuwa mtoto wa mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini kwa sababu za kiusalama. Wakati Kim anasoma, somo alofaulu vizuri lilikuwa ni muziki, lakini hesabu na sayansi hakufaulu sana. Kim ni miongoni mwa maraisi wenye umri mdogo duniani, japo haifahamiki ni lini hasa Kim Jong-un alizaliwa. Wapo wanaodai alizaliwa mwaka 1982, wengine 1983, na hata taarifa nyingine zinasema alizaliwa mwaka 1984. Baba yake aitwaye Kim Jong-il inasemekana alizaliwa kimeujiza. Taarifa nchini Korea Kaskazini zinasema Kim Jong-il alizaliwa mlima Paekdu. Huu ni mlima wa imani na huabudiwa na wa Korea Kaskazini. Wakati, saa na siku aliozaliwa, nyota mpya ilitokea na kufunika mbingu. Ghafla majira yalibadilika na pande mbili za mvua zilionekana. Taarifa kutoka katika kumbukumbu za Kisoviet zinasema baba wa Kim Jong-un alizaliwa mwaka 1941 katika kijiji cha Vatkoy huko nchini Siberia. Kim Jong-un, baba wa Kim Jong-il, alikuwa na uwezo wa kubadili majira na hali ya hewa. Hii ni kwa sababu inadaiwa alikuwa mtu wa miujiza. Kim Jong-un, rais wa sasa wa Korea Kaskazini, akiwa na miaka 27, alifanyiwa plastic surgery ili kuwa na muonekano sawa na babu yake Kim Il-sung. Hii ni kwa sababu wa Korea Kaskazini wengi hawamiliki vyombo vya habari, na hivyo wengi wao hawakuwahi kumuona, ila siku walipomuona walimfananisha na hayati Kim Il-sung, hivyo wakatokea kumpenda sana kwa kuwa alifanana na babu yake ambaye ndo baba wa taifa wa Korea Kaskazini. Na kwao baba wa Kim Jong-un ni Mungu wao na wanaamini yupo hadi leo licha ya kwamba ameshafariki. Mwaka 2012 Wachina walidai Kim Jong-un ni sex man alive, yaani Kim Jong-un ni ndoto ya kila mwanamke hapa duniani. Hii ni kutokana na muonekano wake, ushupavu, ukarimu na kujiamini, pamoja na mvuto wa sura yake ya mviringo. Baba yake alipofariki mwaka 2011, Kim Jong-un alihakikisha msiba wake unaombolezwa na Korea Kaskazini wote. Ambao hawakujua namna ya kulia, alihakikisha wanatoa machozi, na ambao hawakushiriki kwa namna moja ama nyingine katika shughuli muhimu za msiba, yakiwemo mazishi, walihukumiwa kufanya kazi ngumu miezi 6. Kim Jong-un alimhukumu kifo kamanda msaidizi wa jeshi la wananchi kwa kosa la kuhudhuria msiba wa baba yake akiwa amelewa. Amri aliyoitoa ni kwamba anyongwe na usibaki hata unywele wake. Kim Jong-un pia alitoa hukumu ya kifo kwa mjomba wake kabisa kwa kile kinachodaiwa kuwa na kosa la ubadhilifu wa mali ya umma na harakati za kupindua nchi. Mjomba huyo kabisa wa Kim Jong-un alivuliwa nguo na kutupwa katika banda la mbwa wakali na kuzikwa katika matumbo yao. Mmoja kati ya marafiki wakubwa wa Kim Jong-un ni nyota wa zamani wa NBA Dennis Rodman. Wakati akiwa mwanafunzi, Kim alitumia muda wake mwingi kuchora picha za rafiki yake huyo. Kim Jong-un ndiye rais anayewanyima amani Korea Kusini na mshirika wake wa Marekani, na anayedai yupo tayari kwa lolote dhidi ya Marekani, hasa kwa nguvu za nyuklia. Huku Kim akionekana kuendeleza kile walichokiamini babu na baba yake kuwa Marekani ndio adui mkubwa wa Korea Kaskazini. Ukisema nchini kwenu kuna mambo ya ajabu, basi hujayaona ya Korea Kaskazini, kwani yanaweza kukufurahisha, kukuacha mdomo wazi na hata kukupa viulizo kuwa hivi ningeishi Korea Kaskazini ningetoboa kweli? Sasa iko hivi. Serikali nchini Korea Kaskazini chini ya kiongozi mkuu wake Kim Jong-un imepiga marufuku watu kuvaa suruali za kubana,
yaani skin jeans, kutoboa masikio, pua na maeneo mengine ya mwilini, pamoja na kunywa kiduku, kwa kile wanachosema lengo ni kuzuia tamaduni za magharibi kujipenyeka nchini humo. Chombo cha habari cha Korea Kusini Yonhap News Agency kiliwahi kusema majirani zao hao wanasema watachukua hatua zaidi kudhibiti tamaduni za Ulaya na Marekani ili zisiharibu vizazi vyao. Korea Kaskazini pia imezuia kabisa watu kutengeneza, kusambaza na hata kutazama video za ngono. Mwaka 2013 serikali ya Korea Kaskazini ilianzisha sheria ambayo inawapa mamlaka kuwachagulia raia mitindo ya kunyoa nywele, mitindo 18 kwa wanawake na mitindo 10 kwa wanaume, ambapo mtindo wa Rais Kim Jong-un haukujumuishwa. Korea Kaskazini ni taifa lisiloamini Mungu. Moja ya mambo ambayo muasisi wa taifa hilo Kim Il-sung alihakikisha yanafanikiwa miaka 1960 ilikuwa ni kukomesha uwepo wa Mungu kwa kutoa kauli mbiu ya Mungu amepitwa na wakati. Nchi nzima ya Korea Kaskazini ina msikiti mmoja tu wa Ar-Rahman na upo chini ya ubalozi wa Iran nchini humo. Pia imeelezwa kuwa idadi ya makanisa katika nchi hiyo ni 5 tu, likiwemo kanisa moja la Kikatoliki, na yote hayo yapo katika mji wa Pyongyang ambao ndio mji mkubwa nchini humo. Mpaka sasa Korea Kaskazini inakadiriwa kuwa na watu milioni 26. Kadhalika, Korea Kaskazini ndiyo nchi pekee duniani ambayo raia wake hawaruhusiwi kuwa na dini, yaani hakuna Uislamu wala Ukristo nchini humo, ambapo mpaka sasa vitabu vitakatifu vya dini haviruhusiwi kuingia nchini humo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.